Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi itatoa msaada wa kijeshi kwa Korea Kaskazini ikiwa hitaji litatokea, kulingana na mkataba wa nchi mbili. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema, sawa, kuna mkataba kati yetu, na katika mkataba huu pande zote mbili zilijitolea kutoa msaada mkubwa kwa kila mmoja. Kulingana na Peskov, vitengo vya Korea Kaskazini ambavyo vilisaidia kukomboa mkoa wa Kursk vilionyesha jinsi wanajeshi hawa wanavyofaa. Alitumwa kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi swali kuhusu jinsi wapiganaji wa Korea Kaskazini walilipwa kwa jukumu lao katika operesheni ya Kursk. Operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk ilikamilika Jumamosi, na mkuu wa wafanyakazi wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi Valery Gerasimov aliangazia jukumu la vikosi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea katika kuwashinda wa Ukraine kwenye eneo hilo, kwenye ripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Vile vile, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ametoa maoni yake juu ya madai ya Volodymyr Zelensky kwamba vikosi vya Ukraine bado vinasalia katika mkoa wa Kursk wa Urusi, kwa kuwataka kufuata habari kutoka kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Msemaji huyo pia alisifu ufanisi wa wanajeshi wa Korea Kaskazini katika kusaidia kukomboa eneo hilo. Zaidi ya hayo, Peskov alisema Urusi inasubiri ishara kutoka Ukraine kwamba iko tayari kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja. Vile vile, Kiev imejibu mazungumzo kati ya Urusi na Marekani kwa kuongeza mashambulizi makali dhidi ya miundombinu ya kiraia, anasema Rodon Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi katika uhalifu uliofanywa na utawala wa Kiev. Kulingana na Miroshnik, mara nyingi walengwa walikuwa miundo ya kiraia katika mkoa wa Belgorod, Jamhuri ya Watu Donetsk, mikoa ya Kherson, Kursk na Zaporizhzhia, pamoja na Jamhuri ya Watu Lugansk. Vile vile, Spika wa Baraza la Shirikisho la Urusi Valentina Matviyenko ametoa shukrani zake kwa wanachama wa operesheni maalum ya kijeshi kwa kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Vile vile, utawala wa Kiev sawa na Urusi unapaswa kutangaza mapatano wakati wa siku za kusherehekea kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo. Kremlin imesema kwenye taarifa juu ya uamuzi wa rais wa Urusi Vladimir Putin wa kusitisha mapigano mnamo Mei 8 hadi 11. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita huko, kumbuka yako mengi ambayo yanaendelea kushika kasi, yanaendelea kushika hatamu, na yote kwa yote ikionekana vita hivi badala ya kuelekea mwisho kama ngoma inazidi kunoga na inaendelea kuchezwa zaidi. Nikwambie, ukombozi wa Kamenka kwenye mkoa wa Kharkov na vikosi vya Urusi utapanua daraja la maendeleo yao kuelekea Kupiansk kwenye ukingo wa kulia wa mto Oskol. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa mkoa wa Kharkov, anasema hayo yakiendelea, utawala wa Kiev unatafuta kuleta hali ya utulivu nchini Urusi na kueneza hofu kati ya watu wake. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi huko Laja Lornion Miroshnik anasema, tuna kila sababu ya kuamini kwamba uhalifu wa vitengo vya kijeshi vya Ukraine dhidi ya raia ulifanyika kama sehemu ya sera ya serikali iliyoratibiwa ya serikali ya Kiev. Inalenga kuandaa mashambulizi makubwa ya kimfumo dhidi ya raia katika mikoa ya Urusi. Anasema mkakati wa uhalifu wa serikali ya Zelensky unaelekezewa kama hamu ya kudhoofisha hali ya kisiasa nchini Urusi, kuzua hofu kati ya raia wake. Ni lengo hili hasa, kudhoofisha Urusi kutoka ndani, ambayo Kiev inatumia bila haya kuhalalisha vitendo vyake vya uhalifu na uajiri wa mbinu za kigaidi dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na mauaji ya maksudi ya watu wasio na hatia. Miroshnik alisema njia hii kutoka kwa serikali ya Kiev inathibitishwa zaidi na amri ya moja kwa moja ya jeshi kwa wapiganaji wake kumpiga risasi na kumua raia yeyote wanayekutana naye. Vile vile, Urusi inakusanya data kuhusu uhalifu wa vikosi vya Ukraine katika maeneo ya mkoa wa Kherson ambayo yanadhibitiwa na utawala wa Kiev. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Rodon Miroshnik anasema, bila shaka tunapata taarifa kutoka upande wa pili. Tunapokea ushuhuda wa watu ambao hutupatia data iliyothibitishwa na uthibitisho kuhusu uhalifu ambao umefanywa. Ni kuhusu mauaji ya kiholela, uporaji ulioenea, utesaji na unyanyasaji wa kijinsia. Tunahifadhi data nzima. Miroshnik alisema data hizi zinathibitishwa na lazima zithibitishwe. Vile vile, uchunguzi wa kimataifa unahitaji kufanywa kuhusu uhalifu wa jeshi la Ukraine dhidi ya kanisa la Orthodox na wafuasi wake. Rodon Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, anasema, nadhani hili ni eneo moja ambalo litahitaji uchunguzi wake wa kimataifa kutokana na ukatili unaofanywa dhidi ya watu na ukiukwaji wa imani zao za kidini. Anasema akizungumzia uharibifu wa maeneo ya kanisa katika mkoa wa Kursk na jeshi la Ukraine. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wamekomboa
eneo la Kamenka katika mkoa wa Kharkiv kwenye operesheni maalum ya kijeshi Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Wanasema vitengo vya vita vya Magharibi vilikomboa makazi ya Kamenka katika mkoa wa Kharkiv kupitia operesheni hai, wizara ilisema kwenye taarifa. Vile kufuatia kushindwa katika mkoa wa Kursk, jeshi la Ukraine linaweza kuangalia namna ya kufanya mashambulizi mengine katika maeneo mengine kando ya mstari wa mbele wa eneo maalum la operesheni ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na mkoa wa Kharkiv. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anathibitisha hayo yakiendelea. Katibu wa vyombo vya habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alipoulizwa kama Urusi itazingatia usitishaji vita wa Mei uliopendekezwa na Vladimir Putin ikiwa Kiev haitafanya hivyo, aliwaelekeza waandishi wa habari kwenye taarifa rasmi ya Kremlin iliyochapishwa hapo awali. Anasema soma taarifa, akirejelea taarifa ya rais iliyowekwa kwenye tovuti ya Kremlin. Lakini hakuongeza kauli nyingine kwamba endapo Ukraine ikakataa, basi Urusi itaendelea na vita au wataweza kusitisha vita na kuendelea na kile ambacho walichokisema. Na nikwambia usitishaji vita uliotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin sanjari na maadhimisho miaka 80 ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi unasisitiza dhamira ya Urusi katika utatuzi wa haraka wa mzozo wa Ukraine, kulingana na Igor Korochenko, mchambuzi wa kijeshi na mhariri mkuu wa jarida la ulinzi wa kitaifa, ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Vile rais wa Urusi Vladimir Putin anaongozwa na mazingatio ya kibinadamu na anaonyesha nia njema ya kutangaza kusitisha vita kwa siku ya V-Day. Msemaji wa rais Dmitry Peskov ameviambia vyombo vya habari. Anasema rais anaongozwa na mazingatio ya kibinadamu. Hii ni dhihirisho la nia njema na mkuu wa serikali wa Urusi, Peskov alisema. Hapo kwa katibu huyo wa ikulu ya Urusi Kremlin, Dmitry Peskov anasema Urusi na Marekani zinabadilishana habari. Anasema tunabadilishana habari kupitia njia zinazofaa. Je, hili swala la wao kuamua kusitisha vita Mei 8 hadi 11, je, hili swala ni jambo ambalo Marekani pia naye analifahamu au la? Nadhani muda utazungumza pale ambapo Washington kama itaweza kutolea majibu. Vile wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea pamoja na wanajeshi wa Urusi wameshiriki kwenye ukombozi wa wilaya ya Sudzhansk ya mkoa wa Kursk kutoka kwa jeshi la Ukraine. Katika onyesho hilo, askari wa jeshi la watu wa Korea wanashiriki katika shughuli za mapigano, wanafanya kazi pamoja na vitengo vya Urusi na pia waliharibu vifaa vya Ukraine pamoja. Vile utawala wa Kiev una ushawishi mdogo kwa vitengo vyake vyenye silaha, kwa hivyo hauwezi kuhakikisha kuwa wanajeshi wa Ukraine watazingatia makubaliano ya Mei. Katibu wa habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, tumeona hili zaidi ya mara moja kwamba utawala wa Kiev hauwezi kudhibiti vitengo vyake vyote vyenye silaha. Kwa hivyo kwa kawaida utawala wa Kiev hauwezekani kuhakikisha kwamba jeshi la Ukraine litajitolea kwa usitishaji huo mapigano, alisema. Kiev na washirika wake wa Ulaya wanahofia kwamba Washington inaweza kujiondoa katika mazungumzo ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine wiki hii. Financial Times imeandika kitoa mfano wa maafisa wa Ukraine na wenzao wa Magharibi. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.